Mungu wako atasikia maombi yangu, kwa kuwa dada yangu yuko Ulaya na ameahidi kunisafirisha kwenda Ulaya. Wakati Bwana atanipeleka huko Ulaya, nitalinunulia kanisa gitaa. Wakati mtu huyo alipofika Ulaya, alishindwa kulinunulia kanisa gitaa. Niliona kwamba gitaa lilikuwa limeambatanishwa na roho yake. Bwana akasema, waambie watu wangu washughulikie ahadi zao. Waambie watimize ahadi zao takatifu kila wakati. Maumivu yaliyosababishwa kwa roho hizi na mapepo hayakuvumilika. Bwana alinionyesha mwanamke katika mateso. Bwana alisema, alijitolea kutoa zaka na alikuwa akipeleka zaka kwa mchungaji kila mwezi. Alikuwa mwaminifu katika kujitoa kwake. Ndipo akaanza kukumbana na shida ya kifedha. Alimwita mchungaji kwa ajili ya maombi, lakini mchungaji hakuja kwa kuwa alikuwa na shughuli nyingi. Kwa kuwa mchungaji hakuweza kufika mahali pake, hata hivyo alikuwa akimwombea. Na licha ya ukweli kwamba mchungaji hakuja, dada huyu aliomba peke yake. Dada huyo hakujua kwamba mchungaji alikuwa akimwombea nyumbani. Lakini yule mwanamke alijisemea moyoni, ninampelekea fungu la 10 kila mwezi, lakini wakati ninahitaji msaada wake wa maombi hawezi kuniombea. Kuanzia sasa sitampelekea tena zaka. Aliamua kutotoa zaka tena, walakini mchungaji alikuwa akimwombea. Alipokufa alianguka hapa. Nikaona mapepo yanamtesa. Kelele za roho zilizopotea katika mateso hazikuvumilika. Nikasikia mtu aliyekuwa analia. Bwana akamwambia, angalia mahali umeanguka. Unatoa ahadi nyingi kwa watu na kuwapa tumaini, lakini umeshindwa kutimiza ahadi zako. Nilikukemea kupitia dhamiri yako, nikikuambia uepuke kukosa uaminifu. Laiti ungesikia sauti yangu. Yule mtu akasema, Bwana, nimeelewa na ninatubu. Bwana akasema, umechelewa. Kila mtu atabeba uzito wa dhambi zake. Mwili ulio na dhambi utateseka na utateketezwa na moto wa kuzimu. Kisha nikamwona mtu mwingine katika mateso. Bwana alisema, siku moja rafiki yake alikuja kumtembelea kwa sababu alihitaji pesa. Kisha akaahidi kumpa rafiki yake $600. Fedha zilipopatikana, alimjulisha mkewe kwamba alikuwa karibu kumkopesha rafiki yake $600. Mara tu mkewe alipogundua habari hiyo, alimpinga na alipendelea kumsikiliza mkewe. Licha ya ahadi aliyompa rafiki yake, lakini rafiki yake alikuwa akihitaji. Nilijaribu kumwambia atekeleze ahadi yake kwa rafiki yake, lakini alipuuza sauti yangu. Alipokufa, alikuja hapa katika eneo hili la udhalilishaji, kwani alimdhalilisha rafiki yake. Niliweza kuona mamilioni ya roho katika shimo hilo mahali hapa. Hapo ndipo niliona mapepo ya kuzimu ambayo yalikuwa yamevaa kama madaktari, wauguzi, mafundi mitambo. Walikuwa wamevaa kama wafanyakazi na waajiriwa wa makampuni. Walisafirisha roho nyingi za wanadamu na wakafanya wakae juu ya mawe yanayowaka ambayo yalikuwa yakiwachoma. Mtu alilazimishwa kukaa juu ya mwamba ambao ulikuwa na shimo, na miguu yake ilizikwa kwenye moto na lava ilikuwa ikimla. Aliteseka kwa moto. Nilisikia mapepo hawa wakisema kwa roho hizi, leo mtateseka kwa kila kitu ambacho mmeiba mahali pa kazi. Nikasikia roho ikimwambia yule pepo, tafadhali chukua fuli hii ya gurudumu umrudishie mwajiri wangu. Yule pepo akajibu, kwa kuwa umemuumiza mwajiri wako, tutakuumiza hapa. Bwana akasema, hivi ndivyo mtu huyu amefanya kazini kwake. Alikuwa akifanya kazi na alilipwa mshahara wa $800. Halafu siku moja aliiba kufuri ya gurudumu la kampuni hiyo
na kwenda nalo nyumbani. Kwa kuwa kitu hiki kilikuwa cha kampuni, hakutakiwa kukichukua kukipeleka nyumbani bila idhini. Alikuwa mwajiriwa ambaye alitakiwa kuishi kulingana na mkataba ambao upo kati ya kampuni na wafanyakazi. Alikuwa akichukua vitu mali ya kampuni na kuvipeleka nyumbani. Niliona kwamba kufuli la gurudumu ambalo alichukua na kulipeleka nyumbani lilikuwa limeambatanishwa naye. Aliwaambia hawa mapepo, ninatambua kile nilichofanya, lakini chukua kufuli hili urirudishe kwa mmiliki wake. Mtu huyu alikuwa akichukua vitu kutoka mahali pa kazi na kuvipeleka nyumbani kwake. Ingawa alikuwa analipwa vizuri, amepoteza roho yake milele kwa sababu ya kufuli ambalo haligharimu chochote kulinganisha na mshahara wake. Tunazungumzia juu ya gereza la wale ambao walikosa upendo wa kindugu. Tunaishi mwishoni mwa nyakati na kanisa lazima lijiandae kukabiliana na huzuni na msiba wote ulio njiani. Njia pekee ambayo kanisa linaweza kujiandaa ni kubeba tunda la Roho. Sikiliza kwa makini juu ya kile ninachokwenda kukisema. Njia pekee ambayo kanisa linaweza kujiandaa mbele ya vidonda ambavyo viko karibu kuwapata watu wa ulimwengu ni kubeba tunda la Roho. Ni shukurani kwa tunda la Roho kwamba tunashinda nguvu mwisho wa nyakati. Ninazungumza juu ya vitu ambavyo Bwana aliniambia. Mtu fulani alinipigia simu kutoka nje ya nchi, akaniambia, ndugu Aston Adam Mbaya, ushuhuda wako unanisumbua. Hatujui unapata wapi maelekezo haya yote. Vitu hivi siamini kabisa katika mambo haya yote. Nikasema, usifadhaike, kwa maana wewe si mshiriki wa zizi langu la kondoo. Nashuhudia tu kwa ajili ya wokovu wa roho ambazo Bwana amenipa sasa hivi katika kanisa la hapa Kongo na wale wanaotazama kote ulimwenguni. Bwana akasema, kondoo wangu husikia sauti yangu na kunifuata. Kuna roho ambazo zimepangwa kubadilishwa na kuokolewa. Shukurani kwa huduma yangu na ushuhuda wangu. Mioyo ambayo imekusudiwa kwangu, ambayo Bwana alikuwa ameiandaa kwa ajili yangu, itasikia sauti yangu. Sipendezwi na watu ambao wanakataa kuamini, kwa sababu sikutumwa kwao. Baada ya kutoka kwenye gereza la roho ambazo zilitoa ahadi na kushindwa kutimiza ahadi zao, roho yangu ilifadhaika. Bwana alisema, tunapaswa kutembelea vyumba zaidi vya kuzimu, kwa kuwa kuna roho ambazo zitaokolewa kwa sababu ya ripoti hii. Bwana aliniambia, utaambia bibi harusi ajiandae, kwa kuwa wakati umeenda sana. Nipo mlangoni na hivi karibuni nitajifunua kwa bibi harusi. Ni wale tu wanaojiandaa kuangalia na kuomba ndio ambao watakutana na utukufu wangu. Nilikuwa na huzuni kumtazama Bwana mahali hapa ambapo mayo ya kutobolewa ya roho zilizolaniwa yalikuwa yakitoka pande zote. Niliendelea kusikia kilio cha sauti ya roho zilizopotea ambazo hazikuniacha sawa na mwanzo. Nilikuwa tofauti. Tulipokuwa tunahamia kwenye chumba kingine, Bwana alisema, unajua wengi hawatauona uso wangu kwa sababu hawakujifunza kupenda jirani zao. Ninawapenda ninyi watu wangu, lakini lazima mpendane kama vile ninawapenda ninyi. Njia pekee ambayo unaweza kuthibitisha kuwa wewe ni wangu kweli ni kwa kumpenda jirani yako. Ikiwa wewe ni mbaya kwa jirani yako, hautauona uso wangu na ufalme wangu kamwe. Ndugu yangu, ikiwa sina mapenzi na wewe, sitauona ufalme wa mbinguni. Bwana alisema, mtu atawajibika na hukumu yake.
Uelekeo ambao tulikuwa tukisonga mahali hapa ulikuwa unaongoza kwa lango kubwa kama jiji la kale la Agano la Kale. Lango la kale lilikuwa na kutu na la zamani. Haraka nikagundua kuwa kulikuwa na mchoro wa moyo wa mwanadamu katikati ya lango hili la zamani lenye kutu. Mahali hapa palikuwa na giza na lango hili linaonekana kuwa na joto kali. Niligundua kuwa moyo wa mwanadamu uliokuwa umechorwa kwenye lango hili la kale ulikuwa mweusi kweli kweli. Hii ilikuwa kuonyesha moyo wa roho zilizokuwa zimekwama kwenye chumba hiki cha kuzimu. Linda sana moyo wako, kwani huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Methali 4:23. Na nikaona kwenye lango hili la zamani orodha ya makosa yaliyofanywa na roho zilizoanguka katika chumba hiki cha kuzimu. Bwana alininyoshea kidole ili kunionyesha maandishi yote kwenye lango la zamani. Nilishangaa kugundua kwamba maandishi hayo yalikuwa katika Kiaramu, lugha ya duniani. Yesu alisema, "Usishangae kwa kuwa lugha zote zimeundwa na Baba yangu." Niliona kuwa niliweza kusoma lugha hii ingawa sina ujuzi wa lugha hii. Ufahamu wangu wa zaidi ya kaburi ulikuwa wa hali ya juu na uliokamilika. Roho zilizolaaniwa ndani ya kizuizi hicho zilikuwa roho ambazo zimefanya uhalifu ulioandikwa kwenye lango. Niliendelea kusikia mayoyo ya roho ambazo zilikuwa kwenye mateso ndani ya zizi hilo. Uhalifu wa kwanza na kosa kwenye orodha hiyo ni roho ambazo zilijihesabia haki, kujiona kwamba wana haki kuliko wengine. Mpendwa, wewe sio mtakatifu zaidi na mwenye haki kuliko watu unaowahukumu kwa dharau. Mtazamo huu ni dhambi. Wewe si mkamilifu zaidi ya yule kaka uliyemdharau. Kosa la pili kwenye orodha hii ni ndugu ambao walishindwa kuwashika mkono ndugu wenzao. Walikuwa wakifumba macho yao kwa umaskini, hali duni na udhaifu wa wengine, na walikuwa na macho yao yaliyojiangalia kipekee, wakipuuza watu kwa makusudi, ikiwa kwamba wangeweza kuwasaidia. Lazima tujifunze kusaidiana katika kubebeana mizigo ya ndugu zetu wa kike na wa kiume. Kuna ndugu wanaoweka pesa benki wakiongezea akiba, wakiwapuuza majirani zao ambao wana mahitaji ya msingi. Wengi wanashindwa kutambua wanapaswa kubeba mizigo ya watu wengine. Wagalatia 6:2 inasema, "Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo." Uhalifu uliofuata ulikuwa ni roho ambazo hazikuweza kuvumilia ustawi, ukuzwaji na mafanikio ya wengine. Daima wana uchungu na wanasumbuliwa mioyoni mwao wakati mtu anapotoboa na kupandishwa cheo. Wakati wowote dada au kaka anapovaa vazi zuri, huwa wanadharau na kusema ni nzuri lakini haipendezi. Wanazungumza vibaya wakati kila kitu kizuri kinapotokea kwa ndugu. Wakati watu wanapofanikiwa karibu yao, wanakuwa hasi. Lazima tujifunze kufurahi na wale wanaofurahi na kushiriki furaha ya ndugu badala ya kuwa na huzuni kwa sababu ya mafanikio yao. Warumi 12:15 inasema, "Furahini pamoja na wale wanaofurahi na kulia na wale wanaolia." Uhalifu uliofuata kwenye mlango huu wa zamani ni watu ambao wanafurahia chuki, uhasama na uovu mioyoni mwao. Walikuwa pia wale ambao hawajali ndugu na wale wasiosema ukweli, ingawa walikuwa wakishuhudia uovu mbele yao, walishindwa kusema wakati uovu unatawala. Mambo ya Walawi 19:17 inasema,
Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Mwisho wa kunukuu. Katika orodha hii kulikuwa na wale ambao wanakataa kuambiwa ukweli, wale ambao hawakuweza kuhimili ukweli. Walikuwepo pia ndugu ambao wanataka mabaya kwa ajili ya jirani zao. Walifurahi wakati uovu ulipowapata ndugu zao na jirani zao. Wanasema Bwana amewaadhibu. Mithali 24:17 hadi 18 inasema, usifurahi adui yako aangukapo, wala moyo wako usifurahi anapojikwaa. Mpendwa wangu, hatupaswi kamwe kuwatakia mabaya ndugu na jirani zetu. Badala ya kutamani mabaya na kulaani wale wanaotukosea, lazima tuwasamehe. Walakini tunaendelea kusema Mungu atawaadhibu kwa sababu tunawatakia mabaya. Ikiwa mwana wa mtu amekubali mateso na kukataliwa, ilikuwaje wanafunzi wake wasingekubali mateso? Mpendwa wangu, hatupaswi kuwatakia watu mabaya kwa sababu wanatukataa. Katika vyumba hivi pia walikuwepo wale ambao hawapendi tena wenzi wao wa ndoa, ingawa wanaendelea kuishi pamoja. Katika ndoa nyingi mapenzi yamekauka na kilichobaki ni utaratibu tu wa makubaliano. Hao ndio waliowachukia watu kwa kisingizio fulani. Walikuwepo pia wale ambao wameacha kufanya mema kwa sababu ya matendo na unyanyasaji walioupata kutoka kwa watu. Katika chumba hiki kulikuwa na wale wanaopenda watu kwa sababu ya faida na riba. Walikuwepo pia roho zinazopenda tu watu wa rangi zao, aina zao na makabila yao. Baada ya kusoma orodha ya dhambi ambazo ziliongoza roho hapa, mwishowe tuliingia kwenye chumba hiki kupitia lango la zamani. Niliona kwamba kulikuwa na mvua ya moto ikinyesha katika mazingira haya. Picha hii haikuvumilika mahali hapa kwa sababu hakikuwa kitu cha kawaida. Ilikuwa ya kutisha, kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Mahali hapo palikuwa na msitu uliokuwa ukiwaka moto. Nilianza kusikia harufu ya nyama iliyokuwa ikiungua, na nikaona watu wakiwaka kama makaa ya mawe katika moto. Mapepo walikuwa wakijipanga pamoja na roho hizi. Kisha tulihamia juu ya mlipuko wa lava. Mwishowe tulikutana uso kwa uso na roho iliyokuwa ndani ya seli yake ikipata mateso yasiyovumilika. Hata wakati moto wa seli yake ulipokuwa ukipanda, alikuwa akijutia na alikuwa akijiambia mwenyewe, kwa nini nilimchukia hadi kufikia hatua ya kumzuru? Bwana akaniambia, upendo ni wa kwanza na zaidi ya yote kuwapenda wale wanaokukosea. Bwana alipozungumza na yule mtu, nilimtazama wakati ule ambapo kichwa chake kiliinuliwa kuelekea kwetu, na tukasimama juu ya chumba chake. Alisema, Bwana, ninafurahi kukuona mahali hapa. Najua kwamba umekuja kuniweka huru kutoka mahali hapa. Bwana, unajua kwamba nimevumilia na kuwastahi wale ambao walinikwaza sana, na nilikuwa nimechoka kusamehe kitu kile kile ambacho yule kaka aliendelea kunikwaza. Licha ya uvumilivu wangu, niliamua kushughulika naye. Nilianza kuwa na uchungu. Bwana alisema, unapokuwa na moyo mzuri, matendo yote unayotendewa, moyo wako utakuwa wa kudumu. Nilimuuliza Bwana, amefanya nini kuanguka hapa? Bwana alisema, alikuwa amechumbiwa, lakini rafiki yake alikuwa akimpaka mchumba wake kila wakati. Mchumba wake alikuwa akimkemea kwa sababu ya mambo aliyokuwa akiyasikia kutoka kwa rafiki yake. Kwa kuwa rafiki yake aliendelea kumsemea na kumpaka,
alielekea kwenye kupoteza mara 2 mfululizo kwa sababu ya kumchongea rafiki yake. Alipopata mchumba wa 3, rafiki yake alitaka kuhujumu uchumba wao. Huu ndio wakati alipokasirika. Aliendelea kudai kwamba rafiki yake aache uchongezi wake. Alivunja urafiki wao ili asiharibu uchumba na mchumba wake. Alifanya hivyo kuzuia upakaji wa kashfa alizopata kutoka kwake. Alichapisha picha ya rafiki yake kwenye mitandao ya kijamii ili kuvunja urafiki wao. Hii ni kwa sababu alikuwa amechoka kusamehe makosa ya rafiki yake. Tunaposamehe, lazima tuvumilie majeraha. Upendo ni kuzika vidonda. Unaposema kitu kwa mtu na akichukulie vibaya ama kukitafsiri vinginevyo, lazima uvumilie. Tulipokwenda kwenye seli iliyofuata, niliona roho iliyolaaniwa ndani ya seli ya chuma ambayo ilikuwa kama ngome. Kifua chake kilikuwa kimebonyea. Niliona vivuli vilivyomzunguka na walikuwa wakimtoboa kifuani. Walikuwa wakisema mmoja baada ya mwingine, nilikwambia hiki na kile lakini hukusikiliza. Tulikukataza na kukuambia usifanye, lakini ukaendelea kufanya hivyo. Wakati roho hii ilipomwona Bwana Yesu Kristo, ilisema, Mwalimu, kiondoe hapa kifua changu, kwa maana siwezi kuvumilia. Yesu alisema, wakati ulikuwa hai, hukuwapenda kabisa watu ambao walikuwa wanakuambia ukweli. Je, umewafukuza watu wangapi kutoka kwa maisha yako kwa sababu walikuambia ukweli? Wakati wowote ulipokosea na watu wakikukemea, mara unakasirika dhidi yao. Wakati watu wanakuambia kuwa unafanya vibaya, uliwaita adui zako. Unafikiri wale ambao ni marafiki wako ndio wanaokuficha ukweli, lakini urafiki unamaanisha kuambiana ukweli. Wakati rafiki yako alishindwa kukuambia ukweli, yeye sio rafiki yako. Watu wengi wanapenda marafiki wao kuishi nao kwa uongo na unafiki. Anayekupenda anapaswa kukuambia ukweli. Wakati rafiki yako anakaa kimya wakati unafanya vibaya, akisema niliona kile unachofanya kilikuwa kibaya, lakini sikupenda kusema, yeye sio rafiki. Anayekupenda ndiye anayekwambia ukweli wakati uko kwenye njia mbaya, hata ikiwa hautapenda. Lakini roho hii ilikuwa ikiwachukia watu ambao walikuwa wakimwambia ukweli. Alifikiri alikuwa sawa kila wakati. Mpendwa, mara nyingi watu wanaotutazama ndio wanaotujua. Wanapotoa maoni juu yetu, wanaweza kuwa sahihi. Usijione wewe mwenyewe siku zote uko sawa machoni pako mwenyewe. Mtu huyu alianguka motoni kwa sababu hakuweza kuvumilia kukemewa. Yesu akamwambia, uliwakataa wale waliotaka kukurejesha kwenye njia iliyo sawa. Dhambi hupatikana moyoni mwako. Imechelewa sana kwako. Nilikuwa nikimwangalia mtu huyu na Bwana. Nikasema, Bwana, amefanya nini? Bwana alisema, alikuwa akiwakemea wale ambao walijaribu kumshauri na kumrudisha kwenye njia sahihi. Wakati wowote mtu anapomwambia kwamba alikuwa amekosea, alikuwa akimkasirikia mtu huyo. Bwana akasema, kivuli unachokiona kinamzunguka na kutoboa kifua chake ni wale ambao walikuwa wakimshauri wakati alikuwa hai duniani, ambao alikuwa akiwafukuzia mbali katika maisha yake. Mtu akikwambia ukweli juu ya uhalisia, maneno ambayo anakuambia tayari ni hukumu dhidi yako. Mtu anapokuambia kuwa umekosea na kwamba kile unachokifanya ni kibaya, unapokataa ukweli huu kwa sababu ya moyo wako, elewa maneno haya ya lawama na kukemea ambayo unayakataa yenyewe ni hukumu dhidi yako. Na hizi lawama na makalipio unazozikataa zitaonekana siku ya hukumu ili kukuhukumu mbele za Mungu. Kwa hivyo fikiria wakati mtu anapokuambia kitu. Kisha tukaona roho iliyokuwa imefungwa ndani ya seli yake.
Niligundua kuwa hakuwa na mapenzi toka moyoni mwake kwa baba yake, kwani baba yake hakutambua mafanikio yake. Baba huyo alikuwa mkali, lakini wa hali ya chini. Alikuwa na matendo mabaya sana kiasi kwamba watoto wake hawangeweza kumvumilia tena. Lakini huyu alikuwa amejenga chuki moyoni mwake kwa baba yake kwa sababu alikuwa akimnyanyasa mama yake. Alimfumania baba yake, akimsaliti mama yake. Mtu huyo alikuwa na chuki kubwa moyoni dhidi ya baba yake, na alipokufa alianguka hapa. Nilimwona mwanamke mahali hapa. Alikuwa ameolewa na alikuwa akimtendea vibaya mumewe. Kwa sababu ya tabia yake, mumewe hakuweza kumvumilia tena. Alijaribu kumshauri, lakini ilikuwa bure. Siku moja mumewe alimwalika rafiki yake na dada yake mkubwa kuambia kile kinachotokea katika nyumba yao ya ndoa, akitumaini kwamba wangeweza kumshauri na atawasikiliza. Lakini watu hao walipoondoka, mwanadada huyu alimkasirikia mumewe na kusema, "Kwa nini umewaita watu hawa hapa? Uliwaambia kila siri iliyotokea nyumbani kwetu. Tungeweza kuyamaliza haya wenyewe." Kuanzia siku hiyo na kuendelea, alikuwa na hasira moyoni mwake dhidi ya mumewe na hakuwahi kutubu kutoka kwenye mtazamo huo. Alikuwa bado yuko nyumbani kwake kwenye ndoa, lakini mapenzi yalikuwa yamepotea kama ilivyo katika nyumba nyingi. Bwana alisema, unapopoteza upendo kwa mwenzi wako wa ndoa, hii tayari ni hukumu, kwa maana imeandikwa, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Zaidi sana mume wako. Upendo hauwezi kubadilishwa. Kuna upendo unaonyesha Mungu na kuna upendo unamuonyesha mumeo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20 inasema, mtu akisema nampenda Mungu na anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana yeye asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, anawezaje kumpenda Mungu ambaye hajamwona? Lakini pia Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Lakini pia ukiendelea mstari wa 25 hadi 33 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi na nina habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Mwisho wa kunukuu. Nilikuwa na Bwana kwenye maono ya zaidi ya kaburi, na Bwana akasema, mwisho wa vitu vyote umedhamiriwa ndani yangu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 28 inasema, basi vitu vyote vikiisha kutiwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatishwa chini yake, yeye aliyemuitishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Mwisho wa kunukuu. Kisha akazungumza juu ya siku za Nuhu. Watu katika siku za Nuhu walikuwa wamefanya dhambi mbele za Mungu,
Lakini dhambi za watu katika siku za Nuhu sio mbaya zaidi ikilinganishwa na dhambi iliyofanywa katika kizazi chetu. Tunaposoma Biblia, imeandikwa katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 6, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagaili kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Biblia inazungumza juu ya akili za wanadamu, mambo ya ndani ya watu, mawazo ya wanadamu ambayo yalilenga uovu. Ninaweza kusema kuwa Bwana aliharibu ulimwengu wa Nuhu kwa sababu kila mwelekeo wa mawazo ya mioyo yao ulikuwa mwovu. Kila siku mawazo ya wanadamu yalikuwa yakielekezwa kwa mabaya na uovu, na kwa sababu ya mawazo mabaya, Bwana aliuharibu ulimwengu wa kwanza. Hata kama hawakufanya kitendo cha dhambi, kila wakati walikuwa wakifikiria mawazo mabaya, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya: mauaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushuhuda wa uongo na kashfa. Hizi ndizo zinazomtia mtu unajisi. Soma Mathayo sura ya 15 mstari wa 19 hadi 20. Uovu katika watu ulikuwa umesababisha Mungu kuharibu ulimwengu wa Nuhu. Na kwa kuwa sisi ni wa kizazi kipotovu zaidi kuliko ulimwengu wa Nuhu, sisi ni kizazi ambacho ghadhabu ya Mungu itagonga. Ni injili gani tunayopaswa kuhubiri kwa kizazi hiki? Ni injili ya hukumu. Lazima tuonye kanisa kuwa macho sana, kwa vile kurudi kwa Bwana kumekaribia. Ishara za kinabii zinatimizwa. Hii ni dalili kwamba huu ni wakati wa kaburi. Lazima tuwe macho. Mpendwa wangu, baada ya kushughulika na magereza ya wale waliotoa ahadi na wakashindwa kutimiza, sasa tutazungumzia juu ya chumba kingine cha kuzimu, chumba cha watu wanaozidishia katika vitu na huduma. Kwa Kiswahili chepesi tunasema kwamba chumba cha watu wanaopiga ganji kwenye vitu pamoja na huduma, yaani watu wale ambao wanatoza kiwango cha zaidi ya kinachotakiwa ili kujipatia faida kwenye vitu pamoja na huduma, wakiuza vitu kwa watu kwa bei ambazo ni za juu ya thamani ya vitu na huduma. Hii ni juu ya watu ambao walipandisha bei ya vitu kupita kiasi kwa ajili ya kupata zaidi ya vile ulivyotakiwa. Mithali sura ya 20 mstari wa 10 inasema, vipimo mbalimbali na pishi mbalimbali, vyote viwili ni chukizo kwa Bwana. Mwisho wa kunukuu. Tulikuwa kuzimu, mahali pa mateso ambayo niliogopa, ambapo roho zilizopotea zilifungwa milele katika selo zao. Mateso ya watu hawa hayaelezeki. Nilikuwa nikisafiri na Bwana aliposema, lazima tuhamie katika handaki hili la kutisha. Kisha tukaanza kuelekea juu ya miale ya moto. Bwana alikuwa akiongea juu ya mateso yanayopitia roho zilizolaniwa. Kulikuwa na mayoo ya kutobolewa yakitokea pande zote, na nilianza kuzoea haya mayoo na mateso. Bwana akasema, je, unajua kwamba kuzidisha bei za vitu na huduma kunaweza kusababisha mtu kuanguka kuzimu? Lakini hii haikuningia vizuri kichwani mwangu. Tunapohamia mahali hapa ambapo mapepo walihamia kwa sura ya vivuli, nikaona kuwa hakuna kitu kizuri kuzimu. Ni makao mabaya kwa watu ambao huanguka hapo. Kilicho muhimu kwetu ni kufika kwa Bwana na kuzipata roho zetu zilizosalia. Bwana aliniambia, ninatumia hukumu yangu miongoni mwa wanadamu, na nitazingatia matendo yako yote, na hukumu yangu ni kali kwa watu wanaonikataa. Lakini ikiwa utanikubali, nitakusaidia wakati wa safari yako,
na nitakaa duniani wakati unasafiri kuelekea nchi ya ahadi. Tulikuwa tukisogea kwenye handaki hili lenye giza, na nikaona kibao cha alama kinafanana na vile vibao vya alama za barabarani. Tulipofika karibu na kibao hiki cha maandishi, nikaona pameandikwa vyumba vya walioongeza bei kwa ajili ya faida ya udanganyifu. Nilishangaa kugundua kwamba watu wengine walianguka kuzimu eti kwa sababu ya bei ya udanganyifu ya vitu. Nikamwambia Bwana, je, watu wanaanguka kuzimu kwa sababu tu wamezidisha bei? Bwana alisema, enyi watu, mnapokataa neno langu, maagizo na amri yangu, hukumu yangu itawaangukia. Habakuki 2:9 inasema, ole wake yeye ambaye hupata faida mbaya kwa nyumba yake. Tulipofika mbele ya kibao hiki cha maandishi, niliona shimo chini ya kibao hiki. Nilijua kuwa hapa ndipo mahali pa kuingia katika chumba hiki cha kuzimu. Kufumba na kufumbua, tuliingia ndani ya shimo hili, na nikaanza kuona onesho la kutisha la roho zilizolaaniwa zikiteswa vibaya. Katika sehemu hii ya kuzimu, niliona roho za watu zisizo na idadi ambazo zilirundikwa chini. Walikuwa roho zisizohesabika kutoka pembe 4 za dunia. Wote walijuta dhambi zao na wakamsihi Bwana waokoe. Mateso haya hayakuvumilika, kwani niliona mapepo yanatesa roho hizi ambazo zilirundikwa chini. Watu hawa kuzimu walikuwa wakiomba maji. Kushuhudia tukio hili la kutisha, nilianza kulia, nami nikamwona Bwana akitokwa na machozi. Alisema, hili siyo kosa langu. Nilimwaga damu yangu msalabani kwa ajili ya watu hawa. Ikiwa watu wangu ambao nimelipa gharama hii juu ya msalaba wataanguka mahali hapa, siyo kosa langu. Katika sehemu hii ya kuzimu, niliona vitu vingi sana, na vitu hivi vilikuwa vinadai haki dhidi ya roho hizi. Sio mbali sana na mahali tulipokuwa tumesimama, kulikuwa na mlima ulioteketea, ambapo juu yake niliona wamesimama pepo wawili wakubwa. Mapepo hawa walikuwa warefu takribani mita 16. Pepo hawa wawili waliendelea kuziambia hizi roho zilizolaaniwa, furahini, furahini, huu ndio ufalme wenu wa milele na milele. Niliona kwamba mojawapo wa mapepo alikuwa ameshika roho mkononi mwake. Nilisikia roho hii ikimwambia huyu pepo, nisamehe, nilitubu dhambi zangu. Lakini pepo huyu hakusikiliza, na nafsi hii ilisema, ole wangu roho yangu, ni nini kilichonikamata? Kwa sababu tu ya vitu hivi visivyo na maana nimehukumiwa milele kuwa mahali hapa. Niligundua kuwa mtu huyu alikuwa mweusi kama makaa ya mawe, kwani alikuwa amechomwa na moto na mifupa yake ilivunjika, na alikuwa na mashimo mwili mzima kana kwamba alikuwa ametobolewa. Yule pepo akamwambia huyu bwana, ulikuwa humuonei huruma baba yako. Ulikuwa ukimdanganya kila wakati juu ya bei ya vitu ili kupata pesa ya ziada. Tunapaswa kukufanya nini ikiwa sio kukutesa? Mtu huyo alimsihi huyo pepo, alimwambia, ninakubali kwamba nimetenda dhambi, lakini nimedanganya juu ya bei hiyo kwa sababu ya wazazi wangu. Walishindwa kuelewa kuwa nilikuwa mtu mzima tayari na nilikuwa na mahitaji. Walishindwa kugundua kuwa nilikuwa na mahitaji na walishindwa kukidhi mahitaji yangu. Kila wakati nilipomwomba baba yangu na mama yangu pesa, walikuwa wakinipuuza, wakinipa kiwango kidogo. Sikuwa na chaguo zaidi ya kuzidisha kiwango cha ada ya shule na daftari zilizohitajika chuo kikuu.
Ni kwa njia hii ndiyo niliweza kutosheleza mahitaji yangu. Yule pepo mkubwa alimwambia, je, haijaandikwa katika kitabu cha Mungu wako kwamba usiseme uongo? Kwa kuwa umewadanganya wazazi wako, hatuna chochote cha kukufanya isipokuwa kukutesa, kwani wazazi wako hawakuweza kufanya hivyo. Tumejitolea kwa ajili ya kazi hii. Mashetani hawa walimtupa mtu huyo mahali palipojaa miba, na alitobolewa na miba hii. Yule mtu akasema, ole wangu roho yangu, ni nini kilichosababisha mimi kudanganya? Ninahukumiwa kwa sababu ya vitu vidogo. Nimepoteza roho yangu milele. Mithali 21:6 inasema, kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao, ni kutafuta mauti. Nikamwambia Bwana, alifanya nini? Bwana akasema, umesikia ukiri wake. Wazazi wake hawakutimiza wajibu wao. Alikuwa na mahitaji mengi maishani, lakini hakujua ni wapi atapata pesa. Alikuwa akiwadanganya wazazi wake kuwa na kitu. Kwa makusudi alizidisha kiwango cha ada ya masomo ili kukidhi mahitaji yake. Hii ndiyo aina ya dhambi iliyompeleka mahali hapa. Wanafunzi wote walihitajika katika chuo kikuu kununua mtaala unaogharimu $10, lakini aliwaambia wazazi wake kuwa mtaala huo unagharimu $15 ili kujipatia $5. Muda mfupi baada ya tukio hili aliugua na akafa. Bwana alisema, hakuna bei kwa ajili ya nafsi yako. Kwa hivyo rekebisha njia zako na ujilinde dhidi ya kutenda maovu. Marko sura ya 8 mstari wa 37 inasema, au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mpendwa wangu, nilikuwa nikifikiria kwamba hizi ganji ambazo tulikuwa tukifanya kwa wazazi wetu ili kupata faida kutoka kwao hazikuwa mbaya sana, walakini roho zisizohesabika ziliorundikwa mahali hapa kwa ajili ya dhambi hii. Kisha Bwana kanipeleka mlimani. Tulipoinuka juu ya mlima huu, niliona kwamba kulikuwa na mashimo 1000 ambayo yalikuwa yakitapika moto wa lava uliomwagika kutoka kwa volikano. Bwana akasema, lazima nikupeleke kuzuru roho zilizofungwa katika mashimo haya ya moto. Nikasema, Bwana, ni nini hatima ya roho hizi zinazoteswa hapa? Bwana akasema, wamekwisha chelewa, kwa maana roho inapoanguka kuzimu hakuna wokovu zaidi kwa ajili yake, isipokuwa hasira ya Mungu ndiyo inayomfaa. Ni sikukuu ya ghadhabu iliyotengwa kwa ajili ya wenye dhambi wote ambao waliikanyaga neema yangu. Haraka tulihamia kwenye shimo la moto, ambapo niliona roho ambayo ilikuwa ikijitahidi kutoka. Aliendelea kupiga kelele, ni nani yuko hapo anikomboe? Lakini hakukuwa na msaada wowote uliokuja kwake. Alijua kwamba alikuwa amekwisha chelewa. Alikuwa ni mifupa, na mifupa yake ilifunikwa na funza. Niliona pesa nyingi kwenye shimo lake, na pesa hizi zilidai haki ya Mungu. Aliendelea kusema kwa pesa hizi ambazo zilikuwa zikimshtaki, acha kunitesa, nitarudisha pesa ninayodaiwa kwa mmiliki. Niko tayari kukurudisha kwa mmiliki wako. Nimeteswa vya kutosha. Nimetumia miaka mingi hapa kwa haya mambo madogo niliyofanya. Bwana akaniambia, dhambi inatosha kwa ajili ya kuadhibiwa. Yeyote anayetenda dhambi ana shimo lake ambalo amewekewa mahali hapa. Wakati mwanaume huyo aliposikia sauti ya Bwana, aliinua macho yake na waligonganisha macho na Bwana. Mwanaume huyo akasema, Bwana,
nisamehe na unitoe hapa. Niko tayari kurudisha pesa hizi kwa wamiliki wao. Naahidi nitaenda ulimwenguni kote kuwaambia watu waache kutenda kwa njia hii. Nitainjilisha katika vituo vya mabasi na katika maeneo ya usafirishaji wa umma. Niko tayari kufuata njia yako na kukutumikia sasa." Bwana alisema, "Ulikuwa na nafasi nyingi za kubadilisha njia yako. Niliwainua watumishi wangu kukuonya kabla ya kuchelewa, lakini sasa umekwisha chelewa sana. Hata nimetuma rafiki yako akukemee. Hata mke wako alikuwa akikwambia kuwa kile unachofanya kilikuwa kibaya. Umeshindwa kusikiliza sauti ya mke wako ambaye alikuwa akizungumza na wewe kwa niaba yangu. Leo mwanangu, siwezi kukufanyia chochote. Umechelewa sana. Ghadhabu imekuangukia." Lakini mtu huyu aliendelea kumwomba Bwana. Alisema, "Bwana, nihurumie roho yangu na unipe neema. Nataka kurudi duniani kwa sekunde 30 tu na kutubu. Siwezi kukaa hapa tena." Bwana alisema, mtu huyu alikuwa mfanyakazi katika kampuni. Bosi wake alimpenda sana. Kila wakati kampuni ilipokuwa ikinunua bidhaa, bosi alikuwa akimtumia. Alitakiwa kuangalia bei za maagizo yote. Halafu alipaswa kuwasilisha jumla ya bei na kiasi kwa kampuni hiyo ambayo ilitakiwa kumpatia pesa zote. Lakini kila wakati alipopaswa kufanya jumla ya gharama za bidhaa ambazo alitakiwa anunue, alikuwa akiongeza kiasi cha ziada kwa faida yake mwenyewe. Wakati kitu kinagharimu dola 100, angeliandika dola 150. Kama gharama ni dola 50, angeliandika dola 80. Alifanya hivyo kwa ajili ya kujinufaisha kutoka kwenye kampuni. Wakati wowote mtu huyu aliporudi nyumbani na pesa nyingi, alikuwa akimwambia mkewe, "Mpenzi, hii ndiyo pesa niliyopata baada ya kuzidisha gharama ya bidhaa ambazo kampuni ilikuwa inunue." Kwa kuwa mkewe alikuwa Mkristo, alikuwa akimpinga mumewe kujifaidisha na kampuni hiyo, na alikuwa akimpinga akimwambia, "Mshahara wako unatosha katika nyumba hii. Huna haja ya kutaja bei ya bidhaa kwa uongo ili upate faida isiyo ya haki kutoka kwenye kampuni." Lakini aliendelea kumwambia mkewe, "Nina majukumu mengi na mambo mengi ya kufanya. Sina chaguo." Alipata faida kutokana na fursa hii na alifurahia maisha. Baadaye aliugua na akafa. Ndiyo maana mapepo ya kuzimu yaliteka roho yake na kumleta hapa. Laiti angelitii sauti ya mkewe. Mithali 16:8 inasema, "Afadhali mali kidogo pamoja na haki kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu." Wakati Bwana alikuwa akisimulia hadithi yake, aliendelea kusema, "Bwana, nitoe hapa." Lakini Bwana aliendelea kusema, "Umechelewa. Hukumu imekwisha kuangukia. Wakati wa kumaliza mahesabu umewadia." Kisha tukaendelea kwenye shimo lingine ambapo moto ulikuwa ukimteketeza mtu. Moto huu ulikuwa ukipanda kutoka chini hadi juu ya shimo ukimchoma. Niliona kwamba alikuwa mifupa inayowaka. Bwana akamwambia, "Ulikuwa ukimdanganya mtumishi wa Mungu na ukaiba pesa takatifu kuzitumia kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Laiti ungalisikia onyo la mtumishi wangu, usingekuwa hapa." Lakini ndivyo ulivyoishia. Akasema, "Bwana, siyo kosa langu. Mchungaji wangu ndiye aliyenipa jukumu la kushughulikia vifaa vya kanisa. Mimi ndiye niliyekuwa nikinunua vyombo vyote, lakini mchungaji huyo alikuwa mbinafsi. Hakuwahi kufikiria kuwa nina mahitaji. Alikuwa anapata pesa nyingi kanisani, lakini tulikuwa tukimtumikia bure.
wakati alikuwa na ziada ya kutosha alitupuuza. Ndio sababu nilikuwa nikizidisha bei za vyombo vya kanisa kujikusanyia pesa. Nisamehe Bwana, naijua dhambi yangu. Kwa kuwa nilitaka kujua zaidi, nikamwambia Bwana, amefanya nini? Bwana alisema, wakati alikuwa hai, mchungaji wake alimwamini, na wakati mchungaji wake aliposafiri nje ya nchi, ndiye alikuwa akishika pesa za kanisa, na matumizi yote ya kanisa yalikuwa mikononi mwake. Siku moja mhubiri alikuja kutoka Ulaya kuhubiri katika kanisa lao. Mchungaji alipomtuma kununua vyombo na kipaza sauti kwa wageni kutoka Ulaya, alizidisha bei ya kipaza sauti. Na mchungaji alimwamini na akatoa yote aliyoomba kununua kila kitu. Na alipochukua pesa hizi, alinunua vyombo na kubakiza pesa za ziada kwake. Nilimimina hasira yangu juu yake, aliugua na akafa. Ezekieli 22:13 inasema, basi tazama, nimeipiga kofi hiyo faida uliopata kwa njia isiyo haki, na hiyo damu yako iliyokuwa kati yako. Wapendwa wangu, nilimtazama mtu huyu na nikafikiria juu yangu mwenyewe. Ni mara ngapi nilitumwa kununua vitu na nikadanganya juu ya bei? Mtu huyu alifikiri alikuwa akimdanganya mchungaji wake, lakini alikuwa anamdanganya Bwana. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 inasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuuza kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Katika mahali hapa tuliona mtu aliyechomwa moto. Alisema, Bwana, nilitumia pesa za umma. Nilidhani si kitu kwa kuwa ilikuwa mali ya umma. Bwana akasema, ulikuwa mfanyakazi wa serikali na ulikuwa na mshahara wako ambao ulikutosha. Nikasema, amefanya nini kuanguka hapa? Bwana alisema, alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya umma nchini Kongo. Alikuwa akisimamia ununuzi wa vifaa vya kampuni. Walakini kila wakati alikuwa akinunua vifaa vya hali ya chini kwa kampuni ambavyo havidumu, badala ya kutumia pesa kununua vifaa vya hali ya juu. Alifanya hivi ili ajikusanyie pesa za ziada iliyobaki. Alitumia miaka 15 katika biashara hiyo. Alidhani alikuwa akiiba kutoka kwenye kampuni ya serikali na kwamba haikuwa kitu. Alikosea. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 10 inasema, kwa maana kupenda fedha ni shina la kila aina ya maovu. Ni kwa njia ya tamaa hii kwamba wengine wamepotoka mbali na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Ninalibariki jina la Bwana ambaye alituwezesha kufunua siri za vyumba hivi vya kuzimu kwa kanisa lake, nikitumaini kwamba hakuna mtu atakayepotea. Bwana ameinua kizazi cha walimu. Alisema, sio mimi ninayekuhukumu, ni neno linalokufundisha. Maneno haya yatadhihirika katika siku ya hukumu ili kukushuhudia ikiwa umeshindwa kutii. Siku ya hukumu, Bwana atamuita kila mchungaji na roho zake zilizosikia mafundisho yake kuhukumiwa kupitia mtu wa Mungu. Ikiwa mtu wa Mungu ametimiza utume wake wa kufundisha roho hizi mafundisho mazuri, atakuwa hana hatia kwa damu yao. Ikiwa angelishindwa kuwafundisha mafundisho mazuri ambayo yanaweza kuokoa roho zao, atawajibika kwa roho zao na atahukumiwa. Ikiwa mtu wa Mungu alikuwa amefundisha neno la kibiblia na mafundisho mazuri, lakini washirika wake walishindwa kufuata mafundisho yake, watu hawa wataangamia. Ezekieli sura ya 3 mstari wa 18 hadi 21 inasema, nimwambiapo mtu mbaya
hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Tena mtu mwenye haki aiachapo haki yake na kutenda uovu, nami nikiweka kikwazo mbele yake, atakufa. Kwa sababu hukumwonya, atakufa katika uovu wake, wala matendo yake ya haki yaliyoyatenda hayatakumbukwa, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Bali ukimwonya mwenye haki kwamba yule mwenye haki asitende dhambi, tena ikiwa yeye hatendi dhambi, hakika ataishi, kwa sababu alikubali kuonywa, nawe umejiokoa roho yako. Usifanye makosa mpendwa. Kutakuwa na degree 3 za hukumu. Mungu atahukumu mwenendo wako kuhusiana na mwili wako, ikiwa wewe ni mshindi. Pili, Mungu atahukumu nafsi yako, yani mtu wa ndani, utakapokuwa mshindi. Hatimaye atahukumu roho yako. Waamini wengi wataenguliwa siku hiyo. Labda utashindwa kwa mwenendo wa nje, lakini katika kiwango cha pili cha hukumu, Bwana ataangalia ndani yako, mtu wa ndani. Ikiwa utatoka ukiwa mshindi, basi Bwana atahukumu roho yako. Kwa hiyo lazima tuwe tayari kila wakati. Ndugu yangu, lazima tuanze kuandaa umilele wetu sasa. Ni mafundisho yenye sauti tu ndiyo yanaweza kutusaidia kwenda mbinguni. Bwana atakuhukumu kwa mwenendo wako na pia kwa msingi wa yale uliyoyasikia. Baada ya kuishi chini ya pazia, kanisa lazima lielewe sehemu yake ya kiroho. Siku moja tutaingia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo lazima turekebishe maisha yetu ya kiroho. Ndugu yangu, zaidi ya maisha haya, kuna maisha mengine baada ya kifo. Watu ambao wanaishi maisha ya zaidi ya kaburi, wapo mahali pa mateso au mahali pa kupumzika. Wanawajua wapendwa wao ambao wamebaki duniani. Lazima tufikiri kwa uzito na kutafakari ni wapi tutatumia umilele wetu. Umilele ni kitu ambacho wengi wamepuuza, lakini sisi ni mahujaji na wageni katika ardhi. Tunaishi katika mwili wa nyenzo ambazo ni za muda mfupi. Mwili huu unalinganishwa na vazi tunalovaa. Siku moja tutauacha mwili huu ambao ni bahasha. Kilicho muhimu kwa mwanadamu ni mwisho wa safari. Ndani ya mtu kuna kitu ambacho hakitapita, ambacho kinaishi milele, ambayo ni roho ya mtu. Nafsi yako itaishi milele. Wewe sio wa nje ambayo ni bahasha tu, lakini wewe ni mambo ya ndani ambayo ni ya milele. Mtu ni roho. Mtu wa ndani hahitaji uzuri na vitu vya kushikika. Hivyo ni vitu kwa ajili ya bahasha yako. Marko 8:36 inasema, kwani kuna faida gani mtu kupata ulimwengu wote na kupoteza roho yake? Hata ikiwa ulienda chuo kikuu na kupata diploma nyingi, unaridhisha tu mwili wako ambao sio wewe, bali ni bahasha yako. Hautoshelezi hitaji la mtu wa ndani. Kilicho muhimu kwa mtu ni mambo ya ndani. Njia zako na kazi zako zimepangwa tayari na Bwana. Suala na Bwana sio muda gani unaishi duniani. Tunaweza kuona kwamba hata watu wenye haki hawaishi siku zote. Bwana anataka uende mbinguni. Wakati uliopewa ni ili uweze kujiandaa. Katika uzoefu huu, Bwana alinipeleka mahali ambapo niliona mashimo mengi ya moto na watu ndani yake. Na alinijulisha kuwa ilikuwa mahali ambapo watu waliouza vitu kwenye soko kwa bei zilizotiwa chumvi wanahukumiwa milele. Niliona kwamba mashimo haya yote ya moto
yalikuwa yamezungukwa na ubao ambao juu yake ulikuwa umeandikwa bei zilizochakachuliwa za vitu. Niliona mashimo haya ambayo yalionyesha mbali zaidi ya kile ambacho macho yangu yangeweza kuona. Mambo ya Walawi 25:14 inasema kwamba